Zikiwa zimesalia siku chache, waumini wa dini ya Kiislamu duniani waanze kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni utekelezaji wa nguzo ya 5 katika dini ya Kiislamu. Watu wenye uwezo wametakiwa kuwasaidia wale wasiojiweza ili kutekeleza nguzo hiyo muhimu. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Umoja wa Maimamu Tanzania UMATA wakati akitoa futari kwa maimamu pamoja na walimu wa madrasa 200 jijini Dar es Salaam. Baadhi ya maimamu na walimu wa madrasa wameshukuru misaada hiyo, huku wakitoa wito kwa taasisi pamoja na Waislamu wenye uwezo kusaidia makundi hayo. Ndugu zetu popote pale mlipo, umoja wetu wa maimamu na walimu wa madrasa Tanzania UMATA, leo tumefungua futari hii kwa kaya 200. Futari tulikuwa tumekusanya kwa ajili ya kuwapa maimamu na walimu wa madrasa mikoa mbalimbali katika nchi yetu ni takriban ya kaya 1000, lakini yenye thamani ya milioni 150. Tumeweza kukusanya fedha hizo na kukusanya futari hii kupitia wadau wetu waliokuwa nje ya Tanzania. Na kwa nini tumelenga kuwapa maimamu na walimu wa madrasa? Kama mnavyojua, mbele yetu kuna mwezi mtukufu wa Ramadhani, na katika mwezi huo wanaofanya kazi sana ni walimu na maimamu. Licha ya kuswalisha swala 5, lakini vile vile kuna ibada ya tarawih na kiamu leil, lakini pia pana darsa za kila siku. Na walimu wa madrasa ndio wanafundisha Qur'ani mwezi wa Ramadhani zaidi kuliko miezi mingine. Qur'ani inateremka vizuri zaidi. Kwa hiyo ni watu ambao wanatakiwa sisi tuwaangalie. Wao wanakuwa misikitini na kwenye madrasa, sisi tulikuwa katika mihangaiko huko tuwaletee. Kwa na kuomba Mtanzania popote pale ulipo, fikiria jambo hilo, kumsaidia imamu, kumsaidia mwalimu wa madrasa. Naomba nichukue fursa hii kuwashukuru wafadhili wetu, wadau wetu waliotuwezesha kuweza kupata futari hii. Lakini pia naomba nimshukuru Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Zubeir Ali Mbwana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mpe umri mrefu wenye afya njema. Lakini pia shukrani za pekee kabisa naomba nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Allah Subhanahu wa Ta'ala mpe umri mrefu wenye afya njema. Amefanya kazi kubwa sana kuhakikisha Tanzania ina amani. Alhamdulillah, leo tunatembea free, tuko na furaha, tuko na amani. Naomba kwa Tanzania tushirikiane, tuwe mabalozi wa amani, tuhubiri amani, na hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sehemu 2 dua inakubalika, wakati wa kufuturu na wakati wa kumaliza kula daku. Sasa nyakati hizo sisi tuombe dua ya amani katika nchi yetu, tuombe dua kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali na wa dini, lakini pia tuombe dua raia mmoja awe na amani. Amani inaanza hapa katika moyo. Hapa pakiwa na amani, inaingia nyumbani, inaingia mtaani, nchi nzima. Naomba sana sisi tusaidiane mpaka Tanzania irudi pale katika jina lake, Tanzania Island of Peace in the world. Tunayo furaha kubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu siku ya leo kuweza kupata fursa mara ya pili kugawa iftari kwa walimu wetu wa madrasa pamoja na maimamu. Kama ambavyo tumeona, tumepata fursa ya kuwa na iftari ya kaya 1000, lakini leo tunagawa kaya 200 na mchakato huu utaendelea. Kama mnavyoona ni kwamba tunapokea hii sadaka, na kama mnavyojua kwamba sasa hivi karibuni tunaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wito wangu kwa Waislamu wengine wenye uwezo zaidi waweze kutoa sadaka kwa Waislamu kwa ajili ya kuendeleza kiimani na kuweza kuwasaidia kwa namna moja au nyingine, ili kuendea ibada ya funga kwa usalama na katika hali ya utulivu, ili waweze kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukweli wa kumcha vyema pasipo stress zozote zilizopo.